Lakini Bwana, kulikuwa na nuru kidogo ambayo ilikuwa inatoka kwa bibi harusi wako mfalme, nuru ya wakati wa jioni kwa wateule wako mfalme mkuu. Na tunaamini ya kwamba sisi ni wenye nuru ama kuangaza wakati huu Bwana wa giza, mfalme Mwokozi. Na nuru yako Bwana, nabii akatuambia ni neno lako likithibitishwa katika maisha yetu mfalme mkuu. Hiyo ndio ombi letu Yesu Kristo, kwamba neno lako likaweze kudhihirishwa katika maisha yetu ili iweze kuwa ni nuru Bwana. Ili watu Bwana ukatuambia muache nuru yenu iangaze ili watu waweze kuona matendo yenu mema na waweze kulitukuza jina la Bwana. Yesu Kristo, tunataka tuwe nuru yako mfalme, na hatutaki kutangamana kwa sababu giza haina ushirika na nuru. Tunataka tuwe Bwana sisi ndio wenye kuangaza, ili Yesu Kristo tuweze kuwa Bwana ni habari njema waliokosa matumaini, kwa wale ambao wamepotea Bwana waweze kupata Bwana njia, mfalme mkuu. Tunashukuru kwa ajili ya jioni hii ya leo, vile ambavyo umetuleta uweponi mwako. Twajua Yesu Kristo siku juhudi zetu, wala si Bwana kwa sababu sisi ni bora kuliko wengine, bali ni neema yako tu Bwana umetukirimia tukaweza kukusanyika mahali hapa chini ya paa hii. Maana tuna shauku na tuna kiu na njaa kwa ajili ya neno lako Bwana, kwa sababu umesema barikieni yule mtu ambaye ana kiu na njaa ya haki, maana atashibishwa Bwana. Na tuko hapa kwa sababu tuna kiu na njaa ya haki Bwana, na haki yako ni neno lako mfalme, ili uweze kutushibisha Bwana mfalme, ukatumegee mkate Yesu Kristo wa uzima, mfalme mkuu. Tunajiachilia mikononi mwako tukiomba tutembelee usiku wa leo, jioni hii, tukiomba mfalme mkuu Bwana utuoshe kwa damu yako, ondoa vikwazo vyovyote ambavyo vingeweza kuzuia neno lako isiende kwa uhuru Bwana katika mioyo yetu, ukaweza kuondoa mfalme mkuu. Tusamehe mahali ambapo tumekukosea kwa njia moja au nyingine Bwana, tunaomba uturehemu, utusafishe kwa damu yako Baba, tupate kibali mbele zako Bwana. Neno lako linapoendelea Bwana Yesu Kristo, hebu Roho wako akashuke mahali hapa, akalete uponyaji, akalete ukombozi, akalete nguvu Bwana za kubadilisha mfalme, ili tukitoka hapa tusitoke jinsi ambavyo tumeingia, bali tutoke Bwana wa Kristo bora, waliosongeshwa karibu naye mfalme. Maana umeahidi katika neno lako, mahali ambapo wawili ama watatu wakusanyikapo kwa ajili ya jina lako Yesu Kristo, ukasema tutakuwa miongoni mwetu Bwana. Na tumekusanyika hapa, hatujakuja hapa kuonana Bwana ama kuangalia nani amekuja nani hajakuja Bwana. Tuko hapa kwa sababu tunataka Ukristo wetu Bwana uwe bora mfalme, ni kwa ajili ya nafsi zetu Mwokozi. Hebu kwa sababu tumekuja Bwana Yesu Kristo Bwana, tutembelee Bwana, ukatushughulikie Bwana na nafsi zetu. Hata wale ambao wako njiani kawaongoze Bwana, kawalinde na kawahifadhi Yesu Kristo, ili tuweze tukianza Bwana tuanze pamoja katika roho moja Bwana. Wale ambao hawajaweza Bwana kufika na wataweza Mwokozi, tunakuomba pia kwa njia yako kipekee ukawatembelee Mwokozi, ukaweza kuwahudumia Bwana na nafsi zao Bwana. Pokea utukufu na sifa tunaposoma neno lako Bwana. Tunaomba Yesu Kristo, Roho Mtakatifu aliyeandika Bwana maandiko haya aweze kuja Bwana na kutufunulia zaidi. Ni asante Baba, pokea utukufu na heshima, maana tunaomba tushukuru katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Naamini kwamba kila mmoja yuko mzima katika Bwana, tukiwa na matarajio kwamba Bwana atazungumza na yetu kwa njia yake. Bwana asifiwe. Tutafungua katika kitabu mali tulisoma last time, tutasoma katika John 16 from verse 12 to verse 12 and 13, alafu tutaenda katika Isaiah 54:13. Tutaanza na John chapter 16 verse 12 and 13. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he shall guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Twende katika Agano la Kale, Isaya 54 mstari wa 13. Tusome 13 na 14.
And all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. In righteousness shalt thou be established. Thou shalt not be far from oppression. Thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near thee. Bwana asifiwe. Tunaweza keti. Bwana bariki neno lake. Amen. Hapo inasema thy children shall be taught of God. Ama taught of the Lord. Yesu akiparaphrase kama akirudia hiyo maandiko anasema shall be taught of God. Bwana asifiwe. Naamini kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Na ile wazo ambalo tumekuwa tukishiriki ama tulishiriki last time na kwamba the value of the inside teacher, na thamana ya ule mwalimu wa ndani. Bwana asifiwe. Amen. Ndio tu nalo kama tuone kama tutaimizana zaidi katika hilo wazo. Bwana asifiwe. Amen. The value of the inside teacher, yani thamana ya ule mwalimu wa ndani. Bwana asifiwe. Na tukaona kwamba ni vizuri kukuwa na walimu wa nje. Bwana asifiwe. Na tuwezi sema sisi ni wa kiroho sana tuseme ya kwamba hatuhitaji walimu wa nje. Bwana asifiwe. Sababu nabii huyo pia anasema pengine naweza isoma hiyo nukuu, anasema bado huyu mwalimu wa ndani ndiye anapeana mwalimu wa nje. Bwana asifiwe. Anasema katika message na it is question and answer 54. Anasema, oh please church, have faith just a little while. See, you must come under teaching. You say, I don't need no one to teach me after the Holy Ghost is come. Unasema sihitaji mwalimu baada ya Roho Mtakatifu kuja. My friend, that gives me a little room to doubt whether you really got it or not then. See? The way you are acting with it. See, the thing you are doing. Now, if the Bible says the Holy Ghost is the teacher, why did the Holy Spirit put teachers in the church then? To set the church in order. The same Holy Spirit. Sure, we don't need any seminaries to go around. A big bunch of men to look out these things. The Holy Spirit is the teacher. See? Is the teacher, and it gives the same fellow a gift of teaching, then you must be subject to that gift. Bwana asifiwe. So hatuwezi puuza kwamba tuseme sasa kwa sababu tuko na Roho Mtakatifu hatuhitaji huduma tano. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tulikuwa tunaongea kuhusu ile dhamana ya kuwa na ule mwalimu wa ndani. Bwana asifiwe. Na tukaona kwamba ule mwalimu wa nje, Bwana asifiwe, ako limited in a way. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye anategemea yule mwalimu wa ndani. Asiposikia kutoka kwa ule mwalimu wa ndani, yeye atakuwa anaongea mambo yake tu. Atakuwa tu anazungumza mambo yake tu. Na tukaona kwamba yule mwalimu wa nje mtakuwa na yeye katika kutanne kama hizi ambazo tuko wakati wa ibada. Haleluya. Ama pengine kama umestream service. Bwana asifiwe. Lakini kuna muda mwingine hauko na yeye. Lakini mwalimu wa ndani, Bwana asifiwe, uko na yeye daima. Bwana asifiwe. Amen. Kiambo kwamba haleluya, mwalimu wa nje akikosea, Bwana asifiwe, ukiwa na mwalimu wa ndani, haleluya, atakusaidia kukuambia hiyo ni kosa. Na utafuata uongo ama upotofu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Na niposa tukaona ya kwamba hata mwalimu wa nje, Bwana asifiwe, anahitaji sana mwalimu wa ndani. Na tukaona kwamba nabii niposa alisisitiza mtu yeyote no man has a right behind the pulpit without first meeting the pillar of fire, which is the teacher, the inside teacher. Bwana asifiwe. Hallelujah. And that's why we see the value of having the inside teacher. The inside teacher is very important because he is the one that is using the outside teacher. Hallelujah. And if you have the same spirit, hallelujah, you have the inside teacher and the outside teacher has the inside teacher.
You have the inside teacher and the preacher in the pulpit has the inside teacher. Amen. Bwana asifiwe. Sasa hapo kunakuwa na harmony. Haleluya. Kunakuwa na uwiano fulani ama kuna kuingiana fulani. Haleluya. Lakini sasa unakuta kwamba kuna watu ambao they don't have the inside teacher. Bwana asifiwe. Ama kuna ministers, haleluya, who don't have the inside teacher. So kunakuwa na conflict. Amen, amen. Na hapo ndio unapata unasikia watu si muelewa huyo mhubiri. I don't understand him. Every time I hear him preach, I don't understand him. Hallelujah. The problem could be, hallelujah, you don't have the inside teacher. Amen, amen. Bwana asifiwe. But when you have the inside teacher, hallelujah, he will teach you these things. Bwana asifiwe. Tuliona vile hapo tumesoma katika John 16. Yesu alisema I may tell you many things I would have told you. Mambo mengi ningewaambia, but you cannot bear them now. Hallelujah. But when he, the Spirit of truth, hallelujah, when he shall come, he shall guide you into all truth. Nilikuwa tafakari hiyo, Bwana asifiwe, na nikawaza na nikaona ya kwamba hallelujah, mwalimu, hata mwalimu wa kawaida, he is a guide or she is a guide. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mwalimu wa kawaida, she is a guide. Or he is a guide. Anaelekeza, kuna vile anaelekeza mwanafunzi, Bwana asifiwe, kwa mafunzo fulani, akiwa na lengo fulani, huyu mwanafunzi apate jambo fulani, na akipata hilo jambo litaweza kumsaidia katika maisha. Bwana asifiwe. Na ndiposa Mungu tunapozaliwa katika ufalme wake, haleluya, na Biblia inatuambia anatupatia Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. He is not only the teacher, haleluya, he raises us, he is the guide. Bwana asifiwe. Haleluya. Anatuongoza katika, si kwa njia nyingine yoyote, katika neno, into all the truth. Na leo nataka tuione hiyo kwamba wakati Biblia inasema he is guiding us into all truth, it doesn't mean he will give you that truth once. Ati anakupatia tu pap. Bwana asifiwe. Haleluya. You will not be able to bear them. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama Yesu alikuwa pamoja na, he was the teacher. Miaka 3.5, haleluya, akawafunza mambo mengi, akawafunza hata mihuri. Haleluya. Praise be to Jesus. In Matthew 24, he taught the seals. Lakini bado kuna mambo alikuwa anasema they could not bear. Bwana asifiwe. Na sisi pia tumehubiri hata mihuri. Na Biblia imetuambia hata mihuri. Haleluya. But there are things we cannot bear until we have the inside teacher. Bwana asifiwe. I was just trying to think vile ambavyo tumekuwa tukisikia mchungaji akituhubiria kuhusu Revelation chapter 5 ama chapter 5, vile ambavyo anatuambia kuhusu kufunguliwa kwa mihuri ndani yetu sasa. Because all along we have been thinking about mahali somewhere in heaven, there is a man sitting on a throne taking a book. Hallelujah. But these things, they are happening in you. Amen. It means, Bwana asifiwe, if they are happening in you, hallelujah, you must have the inside teacher in you, hallelujah, to open them or to break them to you. Bwana asifiwe. Na hii inatuletea hata inatukumbusha habari za Cleofa na mwenzake. Bwana asifiwe. Wakati walikuwa wamehuzunika, haleluya, wakiongea habari ya vile Yesu amekufa, sasa walikuwa wakilalamika, haleluya, na Yesu akakuja njia yao, haleluya, akaonekana kama ni stranger tu. Bwana asifiwe. And then akauliza, mbona mnaongea kama mko na huzuni hivi? Akasema, kwani wewe ndiye mgeni? Wakaanza kumkemea, wewe ndiye mgeni hapa Yerusalemu. Amen. Amen. Ukiwa kama ule nabii mkuu ameuawa na leo ni siku ya 3. Na hata wanafunzi wake baadhi yao walienda kwenye kaburi wakakuta hayuko. Bwana asifiwe. Hata hatujui kama wamemwiba ama they are forgotten about the promise of the resurrection. Bwana asifiwe. Lakini Yesu, Biblia inatuambia beginning, hallelujah, with Moses. Bwana asifiwe. Amen. Ikimaanisha Genesis and those books, hallelujah, with Psalms and the law and the prophets. Bwana asifiwe. He expounded scriptures concerning himself. Now he was acting as the outside teacher. Na ndiposa mioyo yao ilikuwa inawaka, hallelujah. Ndiposa wakati mwingine tunakuja katika ibada, hallelujah, when the outside teacher is preaching, hallelujah, Bwana asifiwe, tunashangilia, tunasisimuka, mioyo yetu inawaka. Hallelujah. But unahitaji kuenda zaidi ya hapo, hallelujah, because they were alone
along the way kule, it was in the public. Sure. Bwana asifiwe. Wakitembea hapo, they were in the public. Kama vile nabii anaongea kuhusu mvuto wa kwanza wa pili. Hallelujah. It was in the public. Amen. Tuko pamoja? It was in the public. Bwana asifiwe. Lakini wakati wa jioni, wakati giza, wakati wa kutoa kwa jua, Bwana asifiwe. A sign of the end time. Hallelujah. Tuko pamoja? Amen. 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 Akaonekana ni kama anaenda. He looked as if he was going away. Bwana asifiwe. Kama vile ambavyo kwa Laodikia ako nje ya kanisa. Bwana asifiwe. And is looking for someone. Behold, I stand at the door and knock. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Whoever opens, I will come in and sup with him. Hallelujah. And he with me. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. They constrained him. Hallelujah. They didn't want him now as an outside teacher. Amen. They had to constrain him and bring him in the house. Amen. And make him the inside teacher. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Going beyond. Hallelujah. Amen. What the minister has told you now. Bwana asifiwe. Unaambia Mungu sasa hiyo mhubiri amesema. Hallelujah. Sitaki tu ikiwa tu imebaki kwa maneno. Hallelujah. Ama kwa live stream. Bwana asifiwe. Ama kwa akili. Hallelujah. I want to constrain you. Hallelujah. So that you come inside. Amen. Hallelujah. Constrain him. Hallelujah. Amen. Akuje sasa ndani. Sasa atoke from the public. From the group affair. Amen. Si mafundisho sasa ya kule nje. Kwa sababu kule walikuwa wanakutana na pengine kuna watu wangesikia baadhi ya maneno yenye walikuwa wanaongea. Bwana asifiwe. Lakini mle ndani, hallelujah. Bwana asifiwe. It was now the inside teacher. Akachukua mkate. Hallelujah. Amen. Amen. Alileta mikate ambayo walikuwa wameandaa. Praise be to Jesus. Amen. Mkate yenye ambayo walikuwa yaani Biblia ambayo wamekuwa nayo daima. Mkate ilikuwa hapo kwa meza. Hao ndio walikuwa wameiandaa. Biblia ambayo tumekuwa tukiisoma. Ujumbe ambao tumekuwa tukiisoma. Bwana asifiwe. Mwalimu wa ndani anaichukua sasa. Bwana asifiwe. Anaimega kwa njia fulani. Sasa akiimega, haleluya, inakufungua macho. Sasa unaona, haleluya. Oh, yule alikuwa anatuambia mchana. No wonder wakati mhubiri alikuwa akisema haleluya. Moyo wangu ilikuwa inawaka. No wonder alipofungua ile andiko na ile, now I understand. Now I'm catching it. Bwana asifiwe. Because now it is the work of the inside teacher now. It's not the outside teacher now. Hallelujah. Bwana asifiwe. And that's why we need the inside teacher. He's very important. Hallelujah. Because he's the raiser of the church. Nabii anasema hivyo. Yeye ndiye anatulea. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Sasa tunapotembea katika Ukristo wetu, Nabii anasema ya kwamba, acha nisome. He is the one, he doesn't only teach us, he raises us. Bado anatuinua, anatulea. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Amen. Hapo nitaipata haraka. Hallelujah. Just sometimes wakati una study unapata manuku mengi. Hallelujah. Amen. Anasema hivi. It is a beautiful hear him 58:01-26. Anasema hivi. It is very beautiful type of God and his church. Ni mfano mzuri wa Mungu na kanisa lake. After the church is born again, in paragraph 41. After the church is born again, hallelujah, baada ya kanisa kuzaliwa mara pili and become the family of God, na ikafanyika familia ya Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. God sent us a teacher. This is after, hallelujah, they are born again. God sent us a teacher and he selected the best teacher that there was. He is the Holy Spirit. Amen. He never intended to have all kinds of cardinals and bishops over us. They are good men and have an office. But the Holy Spirit is God's teacher. He sent to teach. Kuna ingine ambayo inasema bado 50 here him lakini 58:02-09. Anasema hivi. The Holy Spirit is the teacher of the church. How many knows that? Sure, the Holy Spirit
is the teacher, but we've adopted popes and bishops and everything instead. Hiyo tukiongea hivyo, usiangalie kule kama madhehebu, uangalie in the framework of the message. Hallelujah. Hapo ndio nataka kutukamate hapa sasa. But the Holy Spirit is the tutor. Sasa amepanda zaidi kiwango cha kuwa teacher, is a tutor. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hilo neno tutor inatumika sana kwa college. Sasa ni zaidi, si ndio? Bwana asifiwe. Amepanda kiwango sasa. Hallelujah. Yaani kumaanisha kwamba kutokea kukufunza kutoka katika shule ya chekechea, ukizaliwa kwanza, ni ukizaliwa kwanza lazima uzaliwe katika ufalme wake. Haleluya. Na ukizaliwa katika nyumba yake, katika familia yake, Bwana asifiwe, anaajiri mwalimu. Amen. Na huyo mwalimu, haleluya, anakufundisha in different stages of your life. Bwana asifiwe. Spiritual life, haleluya. Kuna mambo anakufundisha katika viwango fulani vya Ukristo wako. Amen, amen. That's why we are at different levels. Nataka unote kitu fulani hapa, because the other quote, amen, anasema is the teacher of the church. Si ndio? Hallelujah. Amen. Lakini hapo juu anasema is the teacher of the church. Kwa hiyo paragraph 78. The Holy Spirit is the teacher of the church. How many knows that? Amen. Najua ni vizuri kusoma ujumbe. Amen. With the spirit of the inside teacher. Anasema, sure the Holy Spirit is the teacher, but you have adopted popes. Hapa ameongea kuhusu teacher of the church. Hallelujah. Nataka kufuata nabii vizuri. Bwana asifiwe. How many knows that? Sure, the Holy Spirit is the teacher, but we have adopted popes and bishops and everything instead. But the Holy Spirit is the tutor. Sasa wakati anapandisha kiwango, huyu mwalimu ameinuka sasa, amekuwa tutor. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. And the raiser, na mwenye kulea, and the teacher of the body. Amen. Sasa ametoka kwa kusema teacher of the church. Because the church are the called ones. Bwana asifiwe. Walioitwa ni wengi, hallelujah, but wachache ndio walioteuliwa. Many are called but few are chosen. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Na ndipo nabii anatuambia tukuje kiwango juu, hallelujah, zaidi ya kanisa. Bwana asifiwe. Anatuambia njoo huku juu kama ufunuo 4, hallelujah, kama pia haya. Bwana asifiwe. Anasema the Holy Spirit is hapo juu, amesema but we have adopted popes, bishops and everything instead. That he's referring to church. But now, hallelujah, when it's coming to that level of tutorship, Bwana asifiwe. Now kanisa inakomaa sasa, hallelujah. I'm going ahead of myself, Bwana asifiwe. Lakini nataka upate kitu, hallelujah. Maana tumesoma katika John 16, Bwana asifiwe, ya kwamba, hallelujah, he shall guide you into all the truth. But that all truth does not come ati mara moja tu pa when you are born again. No. He is guiding you. It's a process. Amen. Hallelujah. Amen. You have to grow under tutors and governors. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Those who are led by the Spirit have no condemnation to them which are in Christ, that Jesus walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. And now the Holy Spirit teaches the church. Bwana asifiwe. Amen. So huyu Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wa ndani, hallelujah, anafanyia pia kazi ya tutorship. Bwana asifiwe. What am I trying to say? Hallelujah. Na pia anasema in the same message, kama kuna ujumbe alihubiri mara nyingi ni hii. He preached many times. Bwana asifiwe. Na anasema he is a honest teacher. A honest tutor. Hallelujah. Amen. In other words, Bwana asifiwe, kando na kukufunza, hallelujah, he is also interested in your behavior. Your attitude towards him. Bwana asifiwe. Akikufunza kitu, do you accept it? Hallelujah. Do you receive it with gladness? Do you receive it ama unapigana nayo? Hallelujah. Because there's a time tunapokea neno, hallelujah, tunasoma maandiko fulani na hiyo maandiko ni kama inatukemea.
ama tunasikia the outside teacher akituhudumia, haleluya, na the inside teacher anataka uipokee, haleluya, lakini una resist. Bwana sifiwe, because you don't want to release ama kuachilia. Bwana sifiwe, hiyo roho ambayo pengine imekukalia. Hallelujah. But you have to allow him, the inside teacher, Bwana sifiwe. You yield yourself to him, hallelujah, so that whatever the outside teacher is saying, amen, can have an effect on you. Amen. You know, the problem is that when we resist, wakati unaona watu wana resist kile ambacho the outside teacher is preaching, hallelujah, Bwana sifiwe. Sisemi kuresist, kunaweza kuwa anaweza kuwa amefundisha mhubiri ambaye amefundisha mambo ambayo ni kinyume na neno, lakini nasema a genuine one ambaye anahubiri kitu ambacho kiko ndani ya neno, kimedhibitishwa, haleluya, na ni kweli, and it tells your life, inashughulika na maisha yako. Bwana sifiwe, haleluya. We will find people, kuna watu ambao wana kind of resist it. Bwana sifiwe. And they will bring up excuses, Bwana sifiwe, to try, haleluya, brush off. Na shetani atakuletea excuses kabisa. Bwana sifiwe. Na kwambia hiyo alisikia kwa fulani ndio amekuja kuhubiri. Bwana sifiwe. Lakini iko kwa maandiko, iko kwa neno. Haleluya. Bwana sifiwe. But if we can allow him, haleluya, to work on us, atufanyie kazi kiango ya kwamba hautaona the outside teacher preaching or teaching, Bwana sifiwe, or bringing forth the word, hallelujah. Hautamuona yeye, utaona the inside teacher in the minister, and your spirit and his spirit bearing witness, hallelujah, and being in one accord, hallelujah. That's how you are going to, the word is going to have an effect in your life. Nitakuja ilete mabadiliko maishani mwako. Bwana sifiwe. Tusonge mbele. Kwa nini nasema kwamba is the tutor and is the raiser of the church? Bwana sifiwe. Utarudi katika Warumi, Romans chapter 8, pale chini kuna mali inasema as many as are led by the Spirit, they are the sons of God, or the children of God. Si ndio? Hallelujah. Kumaanisha kila hatua, the steps of the righteous, Biblia inatuambia they are ordered of the Lord, si ndio? Bwana sifiwe. Amen. Na ukirudi katika Exodus 20:23, Bwana sifiwe. That angel, hallelujah, he will keep you in the way. Bwana sifiwe. Amen. He will bring you to the place which I have prepared for you. Amen. Bwana sifiwe. Sasa Yesu anawaambia when he the spirit of truth shall come, he shall guide you into all the truth. Ni kumaanisha Bwana sifiwe kwa vizazi, hallelujah, na pia kwa mtu binafsi. Kwa mwili wa Kristo, kwa vizazi. Bwana sifiwe. Because in all the ages, hallelujah, in the 7 church ages, they didn't have all the truth. Bwana sifiwe. Until our day, hallelujah, when the mysteries were revealed, hallelujah, that's when the fullness of the truth came. Amen. Are you getting it? Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. So when he the spirit of truth kwa kanisa, hallelujah, ndiposa nabii anakuja katika Ufunuo 17 anaposema hallelujah, in the days of the voice of the 7th angel, hallelujah, amen, he shall tie, anasema he shall all the loose ends he shall tie them. Bwana sifiwe. All that the loose ends ambazo akina Luther, akina Kolomba, akina nani hawakuhubiri. Bwana sifiwe. He will tie them up, Bwana sifiwe, to form, hallelujah, this one mystery which is Christ. Bwana sifiwe. Kumfunua na picha yote iweze kuwa wazi, hallelujah. Bwana sifiwe. Kumaanisha kwamba walikuwa na portions of the truth. That's why Luther angeona justification lakini hakuwa na sanctification. He had a portion of the truth. Wesley angeona Bwana sifiwe sanctification. He had a portion of the truth. The Pentecostal account of the restoration of the gift. Hallelujah. Amen. But the prophet in our day, because this is the age whereby mwili wa Yesu Kristo, Bwana sifiwe, is no longer a child. Bwana sifiwe. Haiko tena katika stage ya utotoni. Bwana sifiwe. She is a mature bride. Amen. She is coming to maturity. Hallelujah. Kwa sababu Adam hakutengenezewa mke ambaye ni mtoto, alitengenezewa mke mwenye amekomaa. Amen. A woman. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja? She has come to adoption because we are living in the age of adoption. Amen. Tuko pamoja? Amen. Bwana asifiwe. Amen.
Haleluya. Mahali ambapo Mungu anaweza kukuentrust, because kwa nini Mungu hakuwa entrust na kweli yote? Amen. Because as you are talking about the church, the body of Christ. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kuna some different stages unaiweka sasa kwako kama mtu binafsi. Nawe pia kuna different stages of your Christianity. Hallelujah. There are some things God cannot reveal to you. Bwana asifiwe. Amen, amen. Na hata tumehubiriwa kwamba hallelujah, hata nabii mwenyewe Bwana asifiwe, kuna vitu fulani hangehubiri katika mwanzo wa huduma yake. Hallelujah. It had to come to a place where he had to be adopted in that prophetic office. Bwana asifiwe. Ndiweze kuleta hizo siri. Sindio? That's why when this teacher comes, this inside teacher, hallelujah, he starts with you from the beginning. Amen. Ukizaliwa mara ya pili, hallelujah, anaanza kukufunulia mambo, hallelujah. And sometimes when you come to some scriptures, Bwana asifiwe, many years ago, tuseme 5 years ago, hallelujah, kuna vile ulikuwa unaelewa andiko fulani, hallelujah. But now the inside teacher, because you are growing in the grace and knowledge of the inside teacher, Bwana asifiwe, yes, these scriptures, they become now clearer. Mambo yanaanza kufunguka zaidi. Bwana asifiwe. Na wakati inafunguka zaidi, hallelujah, it doesn't remain in the head. Haibaki kwa kichwa. Bwana asifiwe. It starts to bring some changes in your life. Hallelujah. Ya hapo sasa Paulo anasema, hallelujah, when I was a child, I spake like a child. I did things like a child. Hallelujah. But now I am a grown man. Bwana asifiwe. I lay aside childish things. Bwana asifiwe. Nikimaanisha he was growing in the knowledge of the inside teacher. Amen. Bwana asifiwe. Because kuna vitu ambavyo ulikuwa unaelewa kitoto. Bwana asifiwe. Lakini sasa unaanza kuzielewa kimachua man. Bwana asifiwe. I remember when we were children, Bwana asifiwe, mzazi angekwambia sina hela, haungeelewa. Bwana asifiwe. Anamwambia ngoja kwanza, sina sasa hizi sina pesa. Uelewi baba anakosa ile pesa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sasa hizi umekomaa, unajua kweli kuna pesa zinakosana. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Unaanza kuelewa, oh kumbe, because you believe your father is a rich man. Hanje kuna anakosaje? Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Vile vile na kiroho, hallelujah. Some things Mungu anataka atufunze. And sometimes the inside teacher, he can take you to places. He doesn't only teach you by scripture ya karatasi. Bwana asifiwe. He teaches you by experiences. Bwana asifiwe. He takes you to places. Bwana asifiwe. Mahali ambapo atakupitisha katika mahali pagumu ili aweze kuweka some qualities ama kuamsha some qualities. Bwana asifiwe. In your character. Bwana asifiwe. Ili uweze kukua katika sura ya baba yako, vile baba yako anataka uwe. Kumbuka yeye ameajiriwa. Ameajiriwa na baba. Haleluya. Na baba kuna vile anataka wewe uwe. Amen. Bwana asifiwe. Ndio aweze kukuthamini. Haleluya. Amen. Na domain yake na ufalme wake. Haleluya. Na urithi wako. Bwana asifiwe. Hawezi kupatia tu urithi. He cannot give you all the truth once. Amen. You need the guide. Amen. The teacher is the guide. Amen. Nilikuwa naangalia I tried to look, nilikuwa tafuta maana ya picha. I was surprised. Nikapata kwamba kuna katika hiyo maana ya teacher. Hallelujah. Kuna neno guide. Sijui kama nilitoa. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Amen. Sijui kama nilitoa ama nilifuta. Bwana asifiwe. Amen. Aha. Anasema hivi. Hii ni Google tu ama hata si AI. Anasema depending on the setting of the subject, a teacher exact function can be described using various synonyms. Instructor focuses on teaching specific skill or subject. Teacher provides personalized, one-on-one instruction. Amen. Amen. This is the inside teacher. Amen. Yeah? Your own private life, individual affair. Bwana asifiwe. Personalized, kwako binafsi. That's why walimu pia anaweza kujua mtoto fulani anafanya vizuri, mwingine afanye vizuri. Haleluya. Na ule mwenye anakaa kama analemewa, Bwana asifiwe, anatafuta muda
na yeye aweze kumwelewesha, aweze kuwa katika level sawa na wengine. Bwana sifiwe. The same with the Holy Ghost. Sometimes unashindwa, huyu ndugu mbona kila siku yani hajai komaa. Usiwe na wasiwasi. Bwana sifiwe. The inside teacher anamfanyia kazi, anajua is behind. Amen. Anajua na hiyo dhaifu. Haleluya. Usimharakishe. Bwana sifiwe. Anasema is a mentor. A more experienced person who guides. Mtu mwenye ana ujuzi za Roho Mtakatifu ana ujuzi. Haleluya. Sababu Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. More experienced person who guides and supports a less experienced person. Bwana asifiwe. Amen. Mambo ambayo sisi njia ambayo tujaipitia. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika Joshua inasema hivyo. You have never passed this way before. Yeah. Haleluya. Bwana asifiwe. But our work is to follow him. Haleluya. Kazi yetu ni kumfuata tu yeye kwa kila hatua. Haleluya. Because he has experience. More than us. We are lesser experienced. Yeye amekabiliana, anajua maroho yote. Anajua mapepo. Bwana asifiwe. That's why we need him even for discerning of spirits. Yes. Tunamhitaji yeye. Amen. For discernment. Hallelujah. Because he knows all spirits. Amen. Atatupitisha katika hali fulani kutufunza. Ataruhusu wakati mwingine ukose hela. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna mafunzo fulani anakufundisha. Ataruhusu watu wakudhihaki. Amen. People to mock you. Amen. Na watu wakudharau hata hapo kwa ofisi. Haleluya. Mtu akuchokoze tu. Akwa tu mtu is a thorn in the flesh. Kila wakati is against you. Kwa nini huyu jamaa? Ni nini mbaya ama boss tu akwa ni wewe tu kama anaonea. Sema mbona ananionea? It is the inside teacher. Amen. Hallelujah. He's taking you through these experiences because as many as are led by the Spirit, as many as are led by the teacher, they are the children of God. He may take you places where you don't like. Mahali ambapo haupendi. Bwana asifiwe. Anaweza kufanya the closest people in the family to hurt you. Amen. Watu wa familia. Haleluya. Acha sasa hata watu wa familia, wa ndugu. Wakukwazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mahali ambapo unafikiria kwamba utapata heshima, haleluya, utatitiwa vizuri, unapata you don't get it. Amen. Haleluya. Amen. Wewe unaanza kusema yani wandugu hawana upendo siku hizi. Bwana asifiwe. Ni Mungu ameruhusu deliberately. Because he wants to form a character in you. The inside teacher. Hallelujah. Amen. Because there are certain qualities he wants in you before he adopts you. Before he gives you the full truth. Tunasema tunataka kweli yote. Amen, amen. Yes, he promised he shall guide us into all the truth. Na mradi tunakuja kanisani, Bwana asifiwe, bado tujapata kweli yote. Bwana asifiwe. That's why every day, hallelujah, tunakuja kanisani, tunaenda ushirika, tunaenda kwa magoti, tunasoma maandiko, tunasikiza ujumbe. Bwana asifiwe. Because you have not had enough. Hallelujah. Until we come in, nabii anatweet anasema, ama Paulo anasema, until we come to perfect realization. From partial realization to perfect realization. Hiyo ni mtu ambaye amekomaa nao. Bwana asifiwe. He has been guided by the tutor, the teacher. Hallelujah. The inside teacher. Bwana asifiwe. Na anajua the value. Hallelujah. And when tunaongea kuhusu the value, because sometimes you may be aware of the inside teacher but you don't know the value of having him. Bwana asifiwe. Because when you know the value of the inside teacher, amen, hutamkwaza. Utatafuta njia yote ile usimkwaze, because nabii atuambia yeye ni muoga. Bwana asifiwe. Yeye ni muoga. Haleluya. Masengenyo kidogo tu inamtoa, majivuno kidogo tu inamtoa. Bwana asifiwe. Kudharau huyo ndugu ama huyo dada kidogo tu, anaenda anasimama pale kwa branch ya mti, anangojea urekebishe.
Bwana asifiwe. Amen, amen. Nabii alituambia kitu moja, anasema kupokea Roho Mtakatifu si shida. It's not a problem. Receiving the Holy Ghost is not a problem. Maintaining him. Hapo ndio kazi iko. Maintaining the insight. Na sasa hapo ndio the value inakuja pale. Bwana asifiwe. Ndio tumesoma hapo katika hiyo kitabu cha Isaya inasema, hapo tumesoma Isaya 54:13. Inasema, and thy children shall be taught of God, and great shall be the peace of thy children. Hiyo amani na kujaji when you know the value. Amen. Of the inside teacher, because the inside teacher akiondoka amani hakuna. Haleluya. Mimi nashukuru Mungu sababu ya ujumbe. Bwana asifiwe. Mambo haya, haleluya. Hatungejua ndio ndipo nabii akatubiria ujumbe kama pardon. Amen, amen. Akasema kuna vile ambavyo unakosea, Bwana asifiwe, na unaenda unatubu, haleluya, unarekebisha, lakini unajipata hauna amani bado. Amen. Bwana asifiwe. You go and seek him until, haleluya, you find that peace. When that peace comes, it's now the inside teacher coming back. Amen. Hallelujah. Amen. The inside teacher is the joy of salvation. Bwana asifiwe. Yeye ndio furaha ya wokovu. Bwana asifiwe. That's why you need him every day. And if you know the value of having him, Bwana asifiwe. Hallelujah. Hautadharau ndugu, hautadharau hata ushirika, hautadharau maombi, hautadharau kusoma maandiko, hautadharau kusikiza ujumbe. Hallelujah. You always want to maintain him around you. Unajua kitu ambacho unakivalue, hallelujah, unakichunga. Bwana asifiwe. Unaiguard, hallelujah, unahakikisha iko safe and secure. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Na kama unaivalue na unaichunga, Bwana asifiwe, it means hautaruhusu chochote ambacho unaleta unajisi, Bwana asifiwe, ambaye inaweza kuondoa the inside, because the inside teacher bado wakati unamkwaza anaenda anaambia baba. He takes the report. Anaambia baba, mwanao anafanya hivi na hivi. Na Biblia inasema he's a honest teacher. Bwana asifiwe. Na mwalimu ambaye anapenda mwanafunzi. Bwana asifiwe. Sisi ambao ni wazazi. Hallelujah. If he or she notices something wrong with their child, Bwana asifiwe, huwa anakupigia simu. Anakuita, njoo shuleni. Mtoto wako kuna vile anajifanya, anajielesha, nataka kujua kama kuna shida nyumbani ama nini, kwa sababu mtoto kuna maneno, kuna matusi nilisikia kitusiana. Sijui hii maana, kwa sababu hapa haturuhusi hiyo tabia. Sijui kama imetoka nyumbani. He or she is concerned. Bwana asifiwe. Anapeana ripoti kwa mzazi, si ndio? Bwana asifiwe. Because anataka uwe na nidhamu. Uwe kama baba yako. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. That's why we need to know the value of the inside teacher. Amen. So anapotulea, hallelujah, in different stages, in junctions of our lives, our Christian lives. Bwana asifiwe. Kila wakati kuna mahali anaachilia ufunuo. Bwana asifiwe. Anasema hii sasa mwanangu amefika hapa, anatosha kufundishwa hizi siri. Hapa mahali amefika, anafaa ametosha kufundishwa mihuri 7. Amen. Hapo mahali amefika, anatosha. Bwana asifiwe. He will guide you mpaka wakati ambapo, hallelujah, because I believe that scripture, Bwana asifiwe, ina apply, hallelujah. Amen. And it is parallel to what Jesus said. Na pia katika Deuteronomy, Bwana asifiwe, hallelujah, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Every word that proceedeth, it is proceeding even today. Kwa sababu hiyo scripture inasema proceedeth, it is present continuous. Bado inatoka, hallelujah. Bado inatoka until you know the truth. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na Biblia inatuambia when the bride knows who she is, because the knowledge of the full truth, ukweli wote, Bwana asifiwe, iko ndani ya ujumbe wetu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na Mungu ndiye ameweka kila kitu, lakini wewe ndio bado unahitaji the inside teacher uweze kuelewa ujumbe until you come to the reality of the truth of about yourself. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hapo ndio utafika mahali ya kujitambua. Bwana asifiwe. Kwa sababu nabii anasema when the bride knows who she is, hallelujah, the rapture will take place. Amen.
Si ndio? Amen. Bwana asifiwe. In other words, when the bride gets the knowledge of all the truth. Amen. Si kwamba nabii hajafunua yote, amefunua yote. Bwana asifiwe. Ni wewe unahitaji the guide, the inside teacher, haleluya, akuelekeze mpaka hali ambapo utakamilika, utamue ukweli yote. Bwana asifiwe. Na hapo wakati unajua hiyo ukweli, ni kumaanisha umejua ukweli kuhusu Mungu, umejua ukweli kujihusu wewe, haleluya. Unanipata vizuri? Na umejua ukweli kuhusu shetani. Amen. Amen. Haleluya. Umejua ukweli kuhusu Mungu. Umejua ukweli kujihusu wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na pia umejua ukweli wote kuhusu shetani. Sababu shetani ni mjanja, haleluya. Anapanda pia kiwango, kila kiwango anakufuata. Bwana asifiwe. Na pia anasema Mungu anaposonga, shetani anasonga. Haleluya. Praise be to Jesus. Amen. Anasema look around, when God moves, look around, the devil is somewhere nearby. Anasema hivyo katika ujumbe. Bwana asifiwe. Anasema the devil can attack you even where you are seated. Sika na ngapi umesoma hapo? He can attack you where you are seated in the pews. He can attack me here in the pulpit. Anasema hivyo. Nabii anasema hivyo. Praise be to Jesus. Hallelujah. Lakini when you have that knowledge of truth, Bwana asifiwe, you can discern and you can see him. Hallelujah. Kama vile nabii alikuwa anaona mapepo zikiitana. Ikitolewa kwa moja inahitaji kutoka, inasema njooni mnisaidie Bwana. Wewe ninatolewa. Bwana asifiwe. Lakini nabii angeona. Because he had the knowledge of the truth. Amen. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukweli ni mwangaza. Haleluya. Ukweli ni mwangaza, inaangaza. Bwana asifiwe. Na ukijua ukweli wa jambo hauna wewe, oh my. Hii imekuja hapa sasa hivi. Bwana asifiwe. Wewe si mtu wa kupeana uvumi na mafununo. Haleluya. You are a true witness. Amen. Hallelujah. Amen. When you have the knowledge of the truth, you are not a rumamonga. No. You are a true witness. Hallelujah. Amen. You shall be my witnesses. When, oh, hallelujah. When he, the Spirit of truth, shall come. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. You shall be my witnesses because why? You have the truth in you. Amen. Uko na ukweli ndani yako. Amen. Mtu mwenye anajua ukweli ako na confidence. Mtu mwenye ako na ukweli, haleluya, huwezi kumtingiza. Tulisoma hiyo nukuu, sijui kama tulisoma hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Anasema wewe ulikutana na hilo jambo wewe mwenyewe. Kama nilisoma nikimalizia. I don't know kama nilisoma last time. Bwana asifiwe. Aha. Hii ni ujumbe White Heart Shepherd. Hata kama tulisoma tunaweza soma tena. Bwana asifiwe. Amen. Yaani hakuna mtu anaweza kukutoa pale. Amen. Amen. White Heart to be Shepherd 64:12-21. Paragraph 184. No man has a right to enter the sacred desk to preach the word until he did as Moses did, met God himself upon the grounds where there is no theologian can explain it away. When you are taught by the inside teacher, hakuna mwana theolojia anaweza kuiondoa kwako, anaweza kuieleza akaiondoa. Praise be to Jesus. Amen. I think I read it, lakini vizuri tuisome tu tena. Moses was there. Na mimi anasema Musa alikuwa pale, alikutana na Mungu. Bwana asifiwe. No matter how Israel messenger said, oh, it was a nonsense. You just imagined. You saw it. You saw this, sorry. It's nonsense. Haijalishi kama wangeambia Musa ni upuzi. Bwana asifiwe. Amen. You couldn't take that away from him. Amen. Bwana asifiwe. Hata wakikwambia wewe unajifanya kuwa Mkristo. Haleluya. Wewe unajua nini ulikutana naye? Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Wengine unajifanyanga wa kiroho, acha waseme. Haleluya. Wewe unajua ulikutana na nani? Amen. 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 He was there. In other words, he was a witness. He was the one it happened to. Ilifanyika kwake yeye. Si kwa mtu mwingine, kwake yeye. And no man by a theological degree or some doctor's degree has a right behind the pulpit to claim the message of Jesus Christ until he first met God face to face
in the pillar of fire. Amen. Amen. He has no right to call himself a messenger, because all theologians in the world wouldn't explain it away from you. It happened to you. You are there. You know about it. Care what anybody else say or how they can say the days is gone. It isn't so. It happened to you. It's according to the word. Amen. Bwana asifiwe. Hapo nilikuwa nasema mahali anasema wewe unajiita kujiita nini mjumbe. Bwana asifiwe. Mtu mwenye akona ujumbe, haleluya, hawezi peleka ujumbe ambayo hajapewa. Bwana asifiwe. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Nataka unielewe vizuri. Amen. Sababu if I have a message, I have a parcel. Brother Tom anipea barua hapa. Nipeleke mahali fulani. Haleluya. Siwezi sema niko na barua kama Toa hajanipea barua. Bwana asifiwe. Amen. Ati niipeleke town for example. Nipelekee mtu fulani. Praise be to Jesus. Amen. Siwezi sema unajua niko na barua na sina evidence. Ulipata wapi hiyo barua? Amen. Lazima kwanza nilikutana na Toa. Amen. Akanipatia hiyo bahasha, hiyo parcel. Nikakutana na mwenye kunipea. Hiyo ujumbe ni Bwana asifiwe. It's that simple. Hallelujah. Amen. When you meet the teacher, the inside teacher, you have a message. Bwana asifiwe. Amen. You met him. Au bebi uvumi. Uko na ujumbe wenyewe. Amen. You have the evidence. Amen. Hallelujah. You have the evidence that you met the one that gave the message. So mhubiri hata kisoma kwa mibara. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kama ameitwa na Mungu alikutana na nguzo ya moto, anapoleta ujumbe ana uhakika. Amen. Bwana asifiwe. Nilikutana na yeye na akanipea hii ujumbe. Amen. Sileti tu story zangu, sileti hadithi ambazo pengine nilipekua maandiko nikasikia mhubiri mwingine akisema hivi na nimekutana na yule mwenye kunipea ujumbe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Oh, when we come to that realization, utaangalia zaidi ya hii nyama. Bwana asifiwe. Hautaona ndugu wako, hautaona mhubiri fulani, hautaona mchungaji. Bwana asifiwe. Oh, haleluya. Amen. Utajua kwamba alikutana na mwenye kupeana ujumbe. Bwana asifiwe. Hii ujumbe si yake. Ujumbe ni yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. From the sender. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So we need to know the value of the inside teacher. Because when we know the value of the inside teacher, we shall know how to handle it. We shall be sensitive. Bwana asifiwe. Amen. To everything in our lives. Tutakuwa sensitive. Tutakuwa tunajigadi. Tutakuwa tunajichunga. Bwana asifiwe. Every day tunataka tukuwa sensitive. Neno linasemaje? Kabla uchukue hatua kuhusu jambo fulani, neno linasemaje? Amen. Before I talk to my wife this way, hallelujah, neno linasemaje? Before I talk to my husband this way, what does the word say? Amen. Amen. Am I going to hurt the Holy Spirit? Je, nitamkwaza huyu mwalimu wa ndani? Nikiongelesha jirani hivi, nikijiendesha hivi? Bwana asifiwe. Because now sasa you know the value. You want to guard it. Bwana asifiwe. Amen. Mungu awabariki. Amen. Simame tuweze kuomba. Asante Bwana Yesu Kristo, maana wewe ndio mwalimu wetu ambaye tunamhitaji kila wakati akituongoza katika kweli yote mfano. Kila siku unajifunua Bwana. Na tunataka kukua watu ambao ni waaminifu na wanajua dhamana ya kuwa na wewe mwalimu. Mungu wa kwamba tushikumkwaza Bwana Yesu Kristo. Maana ni yeye tumetiwa muhuri hadi siku ya ukombozi. Yesu Kristo tunaamini ya kwamba mfalme mkuu, tukiwa naye atatuelekeza katika kweli yote, tufikie kimo cha mtu mkamilifu. Mahali ambapo Yesu Kristo tutakuwa tayari kwenda unyakuzi. Watu ambao wanafahamu kweli yote Bwana. Tunajiachilia mikononi mwako mfalme. Tujaze kwa nguvu zako za Roho Mtakatifu. Amen. Kila wakati mwalimu wa ndani akuwe pamoja nasi, akitufunza kwa kila hatua ya maisha, jinsi ya kujiendesha kama waume, jinsi ya kuendesha kama wake, jinsi ya kujiendesha kama watoto wako, jinsi ya kujiendesha kama waaminio mfalme. Yesu Kristo, kama watakatifu wako Bwana, tuwe makini Bwana na kile ambacho Roho anatuongoza kutenda Bwana. Tuwe watu wanadhamini Bwana huyo mwalimu wa ndani. Tuwe tayari kusikia anachosema. Mahali ambapo umenena Yesu Kristo tunene. Mahali ambapo umekimya tukimye Bwana.
Mahali ambapo umetenda tutende Bwana. Mahali ambapo hujatenda chochote tusitende chochote Bwana. Tuwe waaminifu kiwango hiyo. Tuwe sensitive Bwana kwa kile ambacho Bwana Roho anatuongoza tuwe Bwana. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunajiachilia mikononi mwako, tunajiachilia Bwana kwako wewe mfinyanzi, ukatufinyange upendavyo Bwana. Bariki kila ndugu na kila dada Bwana. Yote ambaye anahitaji mahali hapa Bwana ukamtimizie. Ikiwa kuna mgonjwa mahali hapa Mwokozi, tunakuomba Bwana, wewe ambaye ni tabibu mkuu wa ajabu Yesu Kristo, Baba kamgusa akapokea uponyaji wake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana anahitaji Bwana ujazo wa Roho Mtakatifu, kamjaze kwa Roho Mtakatifu. Ambaye anahitaji ufunuo kampe ufunuo. Ambaye anahitaji Yesu Kristo Bwana utembezi wa karibu nawe Bwana kamtimizie Bwana. Kuna wale ambao wanahitaji hitaji za kifedha Bwana, kawatimizie mahitaji yao ya kifedha Bwana. Wape Bwana hitaji zao Bwana. Wengine Bwana Yesu Kristo wanahitaji Bwana makazi Bwana, kawape kazi Bwana. Wengine Bwana Yesu Kristo Bwana wanahitaji Bwana kila siku Bwana wawe na ushirika na wewe mfalme. Yesu Kristo kawatimizie Bwana kwa utukufu wa jina lako. Sisi sote Bwana tunataka tuumbike kwa sura yako mfalme mkuu. Tufanyike viumbe vipya ndani ya Kristo Yesu kila wakati Bwana, ili tufike kimo cha mtu mkamilifu. Maana tukiangalia ulimwenguni hakuna mahali pa kutulia. Ulimwengu umejaa maovu Bwana. Tunapotazama huku na kule Bwana, hakuna mahali pa kutulia Bwana. Ndani ya roho zetu tunasema njoo Bwana. Hata hivyo njoo Yesu Kristo. Tusaidie Bwana, tuwe viumbe ambavyo ni tayari Bwana kwa ajili ya unyakuzi. Kama kuna mambo ambayo yametushikilia ya kiulimwengu ambayo pengine yanatuzuia Bwana tusisonge mbele, tunakuomba utufungue Bwana. Tuweke huru nayo Bwana, ili tuweze kuwa Bwana wepesi Bwana kuweza kusonga mbele, tuwe tayari kwa ajili ya unyakuzi. Ni asante Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa message tumepata jambo ambalo ni muhimu sana. Bwana asifiwe. The things that we value, there are so many things that kuna mambo mengi sana ambayo tunapitia